Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wangu. Kwa majina naitwa Alhaji Dr. Sule, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Islamic Foundation, kituo ambacho kinasimamia ama taasisi ambayo inasimamia vituo vya dua ambayo makao makuu yake yako hapa jijini Dar es Salaam katika wilaya Ilala, eneo la Ilala Bungoni, maarufu kabisa eneo la Sharif Shamba, nyumba nambari 3. Niko hapa kukupa taarifa muhimu ya mambo makubwa mawili, na ningependa wewe mtazamaji wangu kwa heshima kubwa na taadhima yape nafasi maneno haya kuyasikiliza. Huenda yakawa ndiyo maneno yanayoweza kubadili maisha yako katika siku za sasa na kuelekea huko mbele katika kipande chako cha uhai ulichokibakiza duniani. Tupo katika mwezi wa Dhulqaada, tunaelekea katika mwezi wa Dhulhijja. Tupo katika mwezi wa Dhulqaada na tunaelekea katika mwezi wa Dhulhijja. Katika kalenda ya Kiislamu tunaelekea katika mwezi wa mfunguo 3 ambao ndio mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kiislamu. Ndio mwezi wa 12 unaokamilisha kalenda ya miezi 12 katika kalenda ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, inna indata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurumun dhalika ad-dinul qayyim. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, inna indata shuhuri inda Allah, idadi ya hesabu ya miezi ya mwaka mbele ya Mwenyezi Mungu 12 shahran, ni miezi 12. Yauma khalaqa samawati wal ardha, tangu siku Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurumun, hii ni katika hii miezi 12 kuna miezi 4 iliyo mitukufu. Dhalika dinil qayyim, na hii ndiyo dini au njia ya utaratibu wa ibada ambayo Mwenyezi Mungu ameuweka ukiwa umenyooka. Kwa hiyo Qur'ani inatufundisha kwamba mwaka una miezi 12, na hii miezi inafuata kalenda ya muandamo, yani kuandama kwa mwezi na kuzama kwa mwezi. Kalenda hii inafuata muandamo wa mwezi, na ndio maana kalenda hii katika kanuni, siku inaanza usiku inamalizikia mchana, na ndo kanuni ya kalenda zote. Siku inaanza usiku kwa maana jua linapozama, halafu inamalizia asubuhi wakati jua linapochomoza. Kwa hiyo katika kalenda ya Kiislamu, adhana ya magharibi, ile ya kuzama kwa jua, inapoadhiniwa tu ile tayari siku imeshakwisha, imeshaanza, na hapo mnakuwa siku mpya, na sio saa 6 na dakika 1 usiku. Na hata maandiko matakatifu ya Biblia yanakubali hilo. Ukisoma katika Mwanzo 1:1-5 inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Roho ya Mungu ilitulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema iwe nuru, akaiona ya kuwa nuru ni njema. Akaitenga nuru na giza, akaita nuru mchana, akaita giza usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Zingatia hicho kipande, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Maana yake baada tu ya jua kuzama, hiyo ndo ikawa jioni, siku, alafu ikawa asubuhi, jua baada ya kuchomoza. Kwa hiyo siku inaanza usiku, na usiku una mambo mengi sana. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, waja'alna laylan libasa, Mwenyezi Mungu ameujalia usiku kuwa nguo ya kujifunika. Libasa ni kama shuka, mtu aliyejifunika gubigubi. Kwa hiyo waja'alna laylan libasa, Mwenyezi Mungu ameujalia usiku kuwa vazi. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema usiku kuwa vazi lilofunika? Kwa sababu usiku unaficha mambo mengi. Usiku unaficha mambo mengi. Kuharibika kwa mambo mengi duniani kunafanywa usiku, na kufanikiwa kwa mambo mengi duniani kunafanywa usiku. Na ndiyo maana katika mafundisho ya Kiislamu, moja ya ibada bora ukitoa za faradhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, ubora wa mwanadamu upo katika kisimamo cha usiku,
yani qiyamu laili, kisimamo cha usiku. Yani Muislamu bora katika Uislamu ni yule anayotumia usiku, watu wamelala, yeye akaamka akamwambia Mwenyezi Mungu shida zake. Kwa nini? Kwa sababu hapo kuna ubora. Hapo ukifanya jambo lina majibu. Ukifanya kheri inajibiwa, ukifanya shari inajibiwa, kwa sababu wakati huo milango iko wazi. Na mwanadamu amepewa mwenyewe khiali, ima shakiran wa ima kafura, ima shukuru au akufuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameweka muda huu kuwa na siri kubwa sana katika kujibiwa mambo ya watu. Lakini usiku huu wenda mbio wa usiku wanautumia kuharibu. Yani uchawi mwingi unafanywa nyakati za usiku. Mabaya mengi yanafanywa wakati wa usiku. Kazi nyingi za wanga zinafanywa nyakati za usiku. Watu usiku wanavishwa, na hata mtu anaponuiwa kufanyiwa baya, labda mtu kachukua miti au kachukua vitu fulani kavichanganya, anapotia nia kumuharibu mtu, ima katika kazi, ima katika biashara, au katika kilimo, au katika ufugaji, au katika mapenzi, au katika afya, nini anachosema? Atanuia kisha atasema nataka fulani bini fulani aharibikiwe mambo yake, awe na kiza kama usiku, awe na giza kama usiku. Nini maana yake? Yani usiku ni kitu ambacho hakionekani. Hata ndugu yako ukiwa anakuja, lazima utamuuliza nani unayekuja huko mbele, manake huo haonekani. Kwa hiyo mtu anaporogwa, anapofanyiwa hasadi, anapotumiwa jini mchafu, anatumiwa na kutiliwa nia ya kuharibiwa kwa nyakati za usiku. Yani kama vile kiza cha usiku ndiyo huyo mtu anatakiwa awe, na huyo mtu apate kuharibika kama unavyokuwa usiku. Sasa nyakati za usiku zina siri nyingi sana, na mimi binafsi nimepata fursa ya kujifunza mengi. Watu wengi wana shida, watu wengi wana matatizo. Ukiangalia matatizo mengi yanayowasumbua watu yanatokana na nguvu za giza, na ndiyo maana vitu vibaya au masaibu mabaya yanayowapata watu, uchawi, majini, zinaitwa nguvu za giza. Zimekuwa nguvu za giza kwa sababu giza ni usiku, ni ile hali ya kuto kuonekana. Kwa hiyo mtu anapoingiwa na vitu vibaya, huyu mtu anakuwa haonekani, hathaminiki, hana ile jamii kumuheshimu, anakuwa ni mtu inferior kabisa, hata kama huyo mtu alikuwa superior, hata kama huyo mtu alikuwa katika mazingira fulani mazuri katika maisha yake. Sasa usiku una siri nyingi sana. Kutokana na haya niliyoyaeleza na mengine nitakayoyaeleza mbele kidogo, niombe tu Jamali, naomba uniletee karatasi yangu ile ya maelezo ile. Katika vitu ambavyo ningependa nivieleze, nini tunataka kumsaidia mtu. Tumepanga, taasisi ya Islamic Foundation tumepanga tukio kubwa la aina yake, na yatakuwa mawili. Matukio haya yatakuwa mawili ambayo yote yatakwenda kwenye kipindi karibiana. Tukio la kwanza, tunakusudia kufanya dua kubwa ya aina yake, dua ya kufungua vifungo na mitego ya majini wachafu. Dua ya kufungua vifungo na mitego ya majini wachafu ambayo watu imewapata, ikawaharibia kazi zao, ikawaharibia biashara zao, ikawaharibia ufugaji wao, ikawaharibia kilimo chao, ikawaharibia ndoa zao, ikawaharibia afya zao. Yani kuna watu leo mambo yao yamekuwa mabaya kupitiliza kwa sababu ya mitego inayosababishwa na majini wachafu, ambayo imezalisha nguvu za giza iliyokwenda kufunga milango ya mafanikio,
mtu anaweza kuwa na maradhi tu, mtu anaweza kuwa ndoa haidumu, mtu inaweza kuwa uchumba haukubali, yani anapata mchumba leo kesho kamwacha hana sababu, mwingine haolewi. Yani nafikia mahala binti anapanga barua za uchumba kwenye kabati zinakuwa nyingi kuliko kanga na pea zake za nguo. Yani huyu kachumbia kamwacha kambwaga, huyu kachumbia kamwacha kambwaga, huyu kachumbia kamwacha kambwaga. Hii ni matatizo, ni nguvu za giza, ni mitego ya sheitani iliyotengenezwa na majini wachafu ambao ni wafuasi wakuu wa kiongozi wa majini walioasi Mwenyezi Mungu katika dunia anayeitwa Ibilisi. Hizi timu zake, hawa familia yake wako kazini kila siku kupita katika nyumba kwa nyumba, kupita katika kaya kwa kaya, kuhakikisha watoto kwa wakubwa ya kwao yanaharibika. ya kwao yanaharibika. Na hapa vitaharibika, ima ndoa yako itaharibika, ima biashara yako utaharibikiwa, ima kilimo chako utaharibikiwa, labda ufugaji wako utaharibikiwa, afya yako utaharibikiwa, mahusiano na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Haya yote haya yanafanywa na mashaitani wa kijini, ambayo sisi kwa kawaida tunakwenda kukusaidia wewe mwenye matatizo, tukufungue kutoka katika hii minyororo yenye madhara makubwa katika maisha yako. Sasa vipi unaweza ukajijua kwamba wewe umehusudika, wewe una madhara? Ziko dalili, na hapa katika karatasi yangu hii kuna dalili takribani 67. Ukijiona una dalili hizi, wewe ni muhanga, na dua hii inakuhusu. Tena ni dua ya bure, haihitaji hata shilingi 10 yako. Ni wewe tu kuhudhuria katika dua hii, utaona maajabu ya Mungu tunayokwenda kuyafanya. Dalili ya kwanza, mtu aliyeshikwa ya kuota anafanya mapenzi. Dalili ya pili ni kuwa na mimba. Dalili ya tatu ni ndoto ya kunyonyesha. Dalili ya 4 ni ndoto ya kujifungua mtoto au mnyama, yani mtoto wa mtu au mnyama. Dalili ya 5 ni kuota unafunga ndoa. Dalili ya 6 ni kuota nyoka au kuota simba au kuota mbwa au kuota ng'ombe au kuota paka. Dalili ya 7 ni kuota unapigana na viumbe ama watu wa namna fulani. Dalili ya 8 ni ndoto ya kupaa angani. Dalili ya 6 ni kuota umo ndani ya maji au uko pembezoni mwa maji. Dalili ya 10 ni ndoto ya kuota vichuguu ama vibanda au kuota unafanya matibabu. Dalili ya 11 ni ndoto ya kuota watu waliokufa, ima unazungumza nao au wanakuita na kadhalika. Dalili ya 12 ni kuwa na hasira mara kwa mara. Dalili ya 13 ni kumchukia mume au mke. Dalili ya 14 ni kuilichukia tendo la ndoa. Dalili ya 15 ni kugombana na mwenzi wako, ima mchumba au mke, magomvi yanakuwa mengi mara kwa mara. Dalili ya 16, hedhi kutokufuata utaratibu wake au kufungika hedhi kabisa au kutoka hedhi kwa mfululizo sana. Dalili ya 17 ni mimba kuharibika, yani mimba kuharibika. Dalili ya 18 ni kutoshika mimba, yani mwanamke kutokuconceive, kutokupata mimba. Dalili ya 19 kupungukiwa nguvu za kiume, wakina baba kumnara, kushindwa kudaka network ipasavyo. Dalili ya 19 kuahidiwa mambo lakini ahadi hazitekelezeki, yani watu wanakuahidi vitu vya thamani, vitu vya mafanikio, lakini hakuna mafanikio, yani ahadi hizo hazitekelezeki. Ukiona mara nyingi unaahidiwa itekelezeki, hiyo ni dalili kwamba una vifungo vya nguvu za giza. Dalili ya 21 ni mambo kuharibika baada ya kuingia katika mahusiano au kuoa. Yani kuna watu wakiingia kwenye mahusiano na mtu au ukiingia katika ndoa, hata kama mipango yako ilikuwa imefanikiwa mizuri, inakwenda vizuri, hapo ndo inakwenda kubomoka na kila kitu kinakwenda kuharibika. Hiyo ni dalili mbaya. Wewe unahitaji msaada, na ukija kwetu basi inshallah utapata msaada, lakini kubwa ni wewe kujiandaa kuja katika dua hii ambayo ni bure kabisa kwa nyinyi mliopo Dar es Salaam au mnaoweza kufika Dar es Salaam katika utaratibu nitakao ueleza. Dalili ya 22 ni kutokusikia ladha au hamu ya tendo la ndoa.
Dalili ya 23 ni mimba kupotea tumboni. Yani mtu anahisi ana mimba, anakwenda anapima mara ya kwanza, urine test ile pregnancy ile tunaita UPT, anatesti mimba ipo. Alafu baada ya muda mimba hakuna, akienda kupima ultrasound anaambiwa na kauvimbe tu, mimba ilipotea, haijulikani ilikwenda wapi. Ukiona mimba inapotelea tumboni, hiyo ni katika dalili ya kuwa una miguso ya shetani ya majini wachafu. Dalili ya 24, mwili kusisimka mara kwa mara. Dalili ya 25, kuota unakula vyakula au unakula nyama. Dalili ya 26, vitu kutembea mwilini kama vichezo au kuhisi kama sisimizi wanakutambaa na kadhalika. Hiyo ni dalili mbaya. Dalili ya 27 ni kupata kizunguzungu. Hauna tatizo, yani huna upungufu wa damu, huna tatizo, lakini unapata kizunguzungu. Dalili ya 28 ni kupiga miayo mara kwa mara. Dalili ya 29 ni tumboni kucheza kama una mtoto. Kuna baadhi ya wanawake anacheza tumboni kama ana mimba. Ana dalili zote za mimba na tumbo linacheza lakini hana mtoto yoyote. Hiyo ni dalili mbaya. Dalili ya 30 ni kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Dalili ya 31, ndoto ya kuwa katika jangwa. Dalili ya 32, kuto kujisikia kuongea na watu na mara nyingine kupenda kukaa peke yako. Dalili ya 33, kuhisi kama unakufa au kuhisi unakaribia kufa, kuwa na hofu ya kufa. Hizo ni katika dalili zinazothibitisha kwamba wewe umeguswa na nguvu za giza. Ima umesibiwa na uchawi au na tatizo la majini wachafu, wameshakuvisha alama, wameshakufunga, wameshakuvisha uchawi katika mwili wako. Dalili ya 34, kupata usingizi unaposomewa maandiko matakatifu au ukiwa katika ibada au unasikiliza hutuba au uko kanisani katika misa, wewe badala kusikiliza unapata usingizi, misa inaendelea. Dalili ya 35, biashara kuharibika bila sababu. Dalili ya 36, pesa kutokukaa mkononi. Dalili ya 37, kupotelewa na vitu vya thamani. Dalili ya 38, kuchukiwa na watu bila ya sababu. Dalili ya 39, kufungika kizazi au yani kufunga kizazi au kukoma damu ya hedhi kabla ya muda wa hedhi kufika. Yani hujafika kiwango cha menopause, umri uko chini ya muda wa menopause, chini ya miaka 50, lakini damu ya hedhi inakatika kabla ya muda wake. Hiyo ni dalili kwamba wewe una jini mchafu mwilini. Dalili ya 40 ni kuota unatumbukia au umetumbukia shimoni, uko ndani ya shimo au unatumbukia ndani ya shimo. Dalili ya 41 ni ndoto ya kuwa katika msitu. Dalili ya 42 ni ndoto ya kuwa katika giza nene, yani giza kubwa. Dalili ya 43 ni ndoto ya kugeuka, ni ndoto ya kuanguka au kuteleza. Yani unatembea unahisi kama unateleza, unataka kuanguka, au ndoto ya kuwa unaanguka. Ukiona unapata ndoto hii ya kuteleza ama kuanguka, hiyo ni dalili mbaya. Dalili ya 44, dalili ya ni kuzaa watoto wanakufa. Yani unajifungua watoto lakini wanakufa. Dalili ya 45, kuhisi mtu anatembea nyuma yako, yani kuhisi kama mtu yuko nyuma yako. Dalili ya 46, kuhisi baridi au joto ghafla bila ya sababu za msingi. Dalili ya 47, kuhisi kichefuchefu wakati wa tendo la ndoa au baada ya tendo la ndoa. Dalili ya 48, tumbo kujaa gesi na kupoteza hamu ya chakula. Dalili ya 49, magonjwa ya kubadilika au kuhamahama. Dalili ya 50, kuhisi mtu anakusemesha masikioni mwako, kusikia sauti zinakusemesha masikioni mwako. Dalili ya 51, kusahau ndoto. Dalili ya 52, kuto kuota ndoto kabisa, na hii ni mbaya kwa sababu unakuwa umefungwa. Dalili ya 53, kukata tamaa ya matibabu. Yani uwezi kuhisi, unahisi kabisa hakuna mtu anaweza kutibu. Yani ulipofika tena we basi unasubiri kufa, unasubiri hatima ya Mungu, hakuna mtu anayekuweza. Kukata tamaa ya matibabu. Dalili ya 54 ni ndoto ya tendo la kufanya tendo la ndoa kinyume cha maumbile. Hii ni unakuwa na jini wanamuita popobawa au jini basha. Dalili ya 55, kupandisha majini, unakuwa na hali ya kupandisha majini. Dalili ya 56 ni kuota au kufikiria jambo kisha linakuwa.
Dalili ya 57, ndoto ya kusafiri lakini unasafiri kwa shida, ima kwa ndege au kwa basi au kwa miguu au kwa mnyama, lakini safari inakuwa na misukosuko, mara ajali, mara imenasa, mara hivi. Ukiona unaota ndoto hiyo, wewe andika katika safari yako ya maisha una wakati mgumu sana, kwa sababu hiyo sio katika ndoto nzuri kuota unasafiri kwa shida. Dalili ya 58, ndoto ya kuota makaburini. Hii ni dalili kwamba una majini cheketu. Dalili ya 56, ndoto ya kukabwa au kukandamizwa, unashindwa kusema hata kupumua. Dalili ya 59 hiyo. Dalili ya 60, ndoto ya kuwa shuleni, yani unaota uko shule. Hiyo ni ndoto mbaya sana. Dalili ya 61, ndoto ya kuwa kijijini kwenu, yani unajisi uko kijijini kwenu, unaota uko kijijini kwenu, yale maisha ya kijijini kwenu, nyumba za zamani, vibanda, wewe unajiona wewe sasa, lakini vile vitu vyote unaviona vya zamani. Dalili ya 62, kusahau mara kwa mara. Dalili ya 63, mimba kuharibika mara kwa mara, yani mimba inaharibika mara kwa mara. Dalili ya 64, kukata tamaa ya kuishi na kuhisi kwamba wewe unataka kujiua, yani unakata tamaa, nafsi yako inasema kwa nini usijiue tu. Hiyo ni dalili mbaya. Dalili ya 65, kupanga mipango ya maisha kisha haifanikiwi. Dalili ya 66, kusikia sauti na kuita, yani kuna ile kusikia watu wanasema masikioni, alafu kuna ile kusikia kabisa mtu anakuita hawa, yani mpaka unajiua, pengine hata sauti na au Angelina nimesikia kama mtu kanita, kumbe hujaitwa na mtu yoyote. Ni majini wanakuita, wachafu wanakuita katika mambo mabaya, wanatumika katika kazi za kichawi. Dalili ya 67 ni pamoja na kuhisi woga mara kwa mara. Dalili hizi 67 nilizozitaja, hizi ni ishara kwamba wewe unayenitazama, ndugu yako aliye na dalili hizi, hata kama ni 3, 2, 4, huyo ana tatizo. Si lazima zije zote, hata kama zitakuja 2, 3, 1, 4, huyo mtu ana matatizo, anahitaji msaada. Na sisi katika uzoefu tulionao, 99% wanaokuja kutibiwa hapa, hata kama anakuja na magonjwa ya kibiolojia, tukimkabidhi karatasi hii, tukimwambia atiki, anajikuta magonjwa ya nguvu za giza ni mengi zaidi, yanayomsumbua kwa nguvu za giza ni mengi zaidi kuliko lile lilomleta. Hivyo tunamwambia wewe, haya magonjwa ya kibiolojia, sababu ya msingi ni haya nguvu za giza. Nini cha kufanya? Tuondoe kwanza nguvu za giza. Huenda haya magonjwa ya kibiolojia yanadisapia yenyewe, kwa sababu kuna watu unaweza kuta ana uvimbe tumboni, lakini uvimbe wa shetani ambao akitibiwa tule jini akiondoka uvimbe haupo tena. Ndio maana tukaamua kuleta dua hii, dua maalum, dua ya Fathul Jasadi, dua ya kufungua vifungo vinavyosababishwa na nguvu za giza za majini wachafu, vilivyokufunga katika mlango wa biashara, vilivyokufunga katika mlango wa afya, vilivyokufunga katika mlango wa ndoa, vilivyokufunga katika mlango wa kazi, vilivyokufunga katika mlango wa kilimo, vilivyokufunga katika mlango wa ufugaji, vilivyokufunga katika maisha yako kwa ujumla. Tunakwenda kuvibomoa na kuvifunga, na baada ya hapo tunakurudishia nguvu ya mafanikio, tunakurejeshea nguvu ya mafanikio. Yani sasa tunakwenda kumwambia Mungu, ile power aliyoiumba duniani ya viumbe wanaotoa msaada kukusaidia katika maisha, wewe sasa upate msaada na maisha yako yawe, upate nguvu ya msaada kutoka kwa viumbe usiowaona, upate nguvu ya msaada kutoka kwa viumbe ambao huwatarajii. Yani uwe unapata tu, unalala usiku, mara unaota jambo fulani, kesho linatiki kama lilivyo. Unalala usiku, unaota kesho unapata kazi, kweli unapata kazi. Unalala usiku, kesho unaoteshwa unapata pesa, kweli asubuhi dili zinatiki, unapata pesa. Unaota unashika ujauzito, kweli baada ya mwezi unaona mjamzito kweli. Kuisaidia jamii. Na jambo hili kwa tarehe nitakazozitaja litafanyika bure. Siku 10 za kufungua vifungo vya nguvu za giza za majini wachafu na kukupa nguvu ya mafanikio katika maisha yako. Litafanyika uwanja wa shule ya msingi Kibada iliyopo Kigamboni kuanzia tarehe 21 mwezi wa 6 hadi tarehe 30 mwezi wa 6, saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Hakuna kiingilio. Unachotakiwa kuja nacho
unachotakiwa kuja nacho, nisikilize vizuri, unachotakiwa kuja nacho ni chupa ya maji safi. Ni chupa ya maji safi, ndani yake iwe na maji safi. Hicho kitu usisahau, tafadhali usisahau, kwa sababu kila mtu ana shida yake na tunataka tufanye dua tukuonyeshe shida yako. Kwa nini unakuja na chupa ya maji safi? Hii karatasi itakuwepo, itasomwa, watu watapewa hii karatasi, kila mtu atatiki, na itatolewa bure hizi, kila mtu atatiki yanayomsibu. Lakini yale maji utakayokuja nayo, sisi tutaendesha dua, itakuwa na vituo 7. Alafu katika lile dua tutakayoifanya, vile vituo 7 utakavyokuwa unatiania, kikifika kituo cha 4, yani cha kwanza kikisha, cha pili kikisha, cha tatu kikisha, kikifika kituo cha 4, kila mmoja ataambiwa ayatazame maji yake yaliyomo ndani ya chupa. Hapo ndipo utakapokwenda kuona maajabu. Utakwenda kuona uadui unaokusibu, na utakwenda kumuona adui anayekusibu kwa macho yako, sio story. Yani kuna watu wanaweza kusema hii kanyanga. Sasa hili nalisema kwenye vyombo vya habari, njoo uone. Yani namaanisha nasema ninachokijua na confidence katika hiki. Tumefanya maeneo mengi na vimetoa majibu kweli kweli. Yani yale maji utakayokuja nayo kutoka nyumbani mwenyewe, hatukupi sisi maji yetu utasema tumeyatia mazinga ombwe, hatukupi sisi maji yetu utasema tumeyatia maajabu. Wewe chukua ya kwako, dua itapigwa, aya za Qur'ani zitasomwa. Tena dua inayopigwa ni aya za Qur'ani, sura za Qur'ani. Zikimalizika kwenye kituo, ikifika utaambiwa kila mmoja tazama chupa yako, utaiweka sentimeta 60, umbali wa futi 2 kutoka mbele ya macho yako. Alafu utaangalia pale, kuna watu wataona nyoka, kuna watu wataona simba, kuna watu wataona watu, kuna watu wataona kaburi, yani kila mtu ataona chake na atashuhudia kwa mdomo. Tutatoa maiki, kila mtu aseme anaona nini. Haya ndiyo maajabu ya kutumia nguvu ya Mwenyezi Mungu katika kupambana. Ndiyo maana tukasema dua hii ni Fathul Jasadi, dua ya kufungua, lakini inakwenda kufungua vifungo vinavyosababishwa na nguvu za giza zinazotengenezwa, kuandaliwa na kuletwa na mashaitani wa kijini, majini wachafu ambao wewe wameharibu maisha yako. Sasa kama una maisha magumu, kama huna kazi, kama biashara haiendi, kama kitu gani hakiko sawa, huu ndio msaada wako, na hizi ndio tarehe za kufunguliwa mambo yako. Ukizikosa siku hizi 10 imekula kwako. Lakini ubora wa haya ni kuwepo siku ya kwanza, kwa sababu ndio dua pekee itafanyika ya kuona maji. Baada ya hapo dua zote zitakazofuata zitakuwa za kutibu matatizo tutakayoyaona. Sasa ukiikosa siku ya kwanza, maana yake utakuwa unatibu kisichojulikana. Ni bora uwepo siku ya kwanza, tarehe 21, siku ya Ijumaa, ili na wewe ujue unasumbuliwa na nini. Upate karatasi hii bure na ufanikiwe kuwa na maji yako, umuone adui yako, ukione kinachokusibu kwenye maji yale. Alafu tufungue katika zile siku 9 zilizobaki. Kila siku tutawambia leo tunafungua nini, dua yake ikoje, na wewe ufanikiwe biidhnillahi karim. Huo ndio utaratibu tunakwenda kuufanya tarehe 21 hadi tarehe 30 katika eneo la Kibada, shule ya msingi Kibada. Eneo hilo linaenda kufanyika ili jambo ni tarehe 30, tunakwenda kufanya dua hii tarehe 21 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6, shule ya msingi Kibada, tarehe 21 mwezi wa 6 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6, shule ya msingi Kibada, kuanzia 8 kamili mchana hadi majira ya saa 12 jioni. Kama kweli wewe umechoka maisha magumu, kama kweli wewe umechoka kuishi bila ya ndoa, kama kweli wewe umechoka kuishi bila kuwa na mtoto, kama kweli wewe unaona biashara yako imekuchosha isokuwa na mafanikio, kama kweli wewe umechoka kuishi bila kazi, hapa ndio mahala pa kufungua. Tunakwenda kuonyesha maajabu kwa mara ya kwanza, nguvu ya Qur'ani inavyoweza kuvunja kila kitu na kukupa maisha mapya na kukuletea mabadiliko mapya katika maisha biidhnillahi karim. Inshallah taala, wale wote watakaopenda wanaweza kuwasiliana nami kwa namba zifuatazo. Hizi namba, kama una jambo la private unataka kuwasiliana na mimi ili uweze kuchatua changamoto yako private, maana wengine wanataka mambo ya private, namba za simu za kunipigia ni 0710 800 400, 0710 800 400,
Kwa wale wanaoanza na nje ya nchi, ukiwa nje ya Tanzania utaanza na alama ya kujumlisha 255, alafu utaweka 7 10 800 400 plus 255, alafu 710, alafu inakuja 800 400. Ukipiga hizo namba zitakupa maelekezo, unanipigia mwenyewe Dr. Sule. Lakini tafadhali usiutumie muda wangu vibaya, nipigie una jambo la msingi la kuzungumza, kwa sababu muda ni mchache wa kusikiliza simu. Sasa jitahidi kuwa na mambo ya msingi. Mama mwingine akupigia simu anataka nusu saa kusalimia tu. Ndugu zangu, ukishakuwa na nafasi fulani ya majukumu, huwezi kukaa kwenye simu wala huwezi kuchati. Na naomba pia usitume message, muda wa kuchati sina. Kwa siku napokea simu mpaka 300 200. Nikisema ni chati nitakakuta nzima mimi naandika tu. Muda huo hauwezekani. Angalau nenda WhatsApp, tuma voice, nitaijibu. Acha kuchati. Muda wa kuchati mimi ndugu yako sina. Utanitia kwenye dhambi isokuwa na sababu. Utaniona kiburi, sikuthamini, kumbe nitakuwa nashindana na muda kutokana na majukumu nilionayo ya kusaidia jamii wanaohitaji msaada wetu. Ni matumaini yangu wale wote ambao watasikia tangazo hili watakuwa mabalozi kwa wengine na watajiandaa kutoka mikoa mbalimbali, kutoka maeneo mbalimbali. Leo ni tarehe 5 kama sikosei. Zimebaki siku za kutosha, karibu siku 20 tunazo au 15 kuelekea kwenye tukio hili. Una uwezo wa kujiandaa kuja katika tukio hili bila ya wasiwasi wowote. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.